Unajua pepo sio majini. Elewa hivyo. Kuna mtu anasema ana majini makali, ana mapepo. Biblia imetafasiri vitu hivi. Kwenye Agano la Kale ameongelea kuabudu majini. Kwenye Agano Jipya ameongelea toeni pepo, sio majini, toeni pepo. Kwa hiyo kuna majini, kuna pepo. Pepo ni wale malaika walioasi. Majini ni matokeo ya wale wana wa Mungu walioasi kwenye Mwanzo sura ya 6, ndio wenyewe walipatikana pale. Ni viumbe, ndio maana upande mwingine anasema Mungu ameumba wanadamu na majini wa mwabudu. Unaona, majini ni viumbe vya kiroho vya namna fulani, lakini vina issue. Na vyenyewe vinamsaidia shetani kazi, kuharibu maisha ya mtu. Unaona? Hata kuua pia vinaweza, lakini mtu akiwa ametupiwa mapepo yameingia ndani yake. Ndio maana unaona mgerasi na mapepo makali. Ni zile nzuri sana. Kuna watu wanahisi kila mtu ambaye anapiga makelele ni majini. Ni majini, ni mapepo. Lazima ujue kutafasiri. Hebu angalia, mimi nimeombea watu wenye mapepo. Nimeombea watu juu. Sikiliza. Ukienda kuombea mtu mwenye jini ana tabia moja. Kwanza, jini anapokuja huwa anataka ajitambulishe katika imani yake. Jini anakuambia mimi ni matata, nimekata, nimetoka nimekuja, nimefuatana na mwenzangu Kisimba. Unaona, anajieleza. Ila pepo alisema hayo, ninapiga watu ngumi, piga watu mitama, kanyaga watu, chania watu nguo. Pepo wachafu. Sasa mtu mwingine hajui, anajua kanisani kwetu na mimi nilifundisha pepo likichini likipanda kemea kwa chini kutoka, watakularua moyo. Kuna vingine sio majini, ni pepo wachafu. Ndio maana pepo mchafu alipompaga mwanaume mgerasi, sikiliza vizuri, Biblia inasema alikimbizwa kwa nguvu za yule pepo, akakaa makaburini. Anapiga watu, anazuia kijiji kizima, hakiende mashambani. Ametawala, akifunga mnyororo anaikata. Bwana, sio chini, ni nguvu za pepo, malaika walioasi. Kwa hiyo namna ya kushughulika na malaika walioasi sio sana kushughulika na jini. Ndio maana jini anaulizwa. Kuna watu wengine jini anasema, "Mnataka kunitoa mimi?" Hamwezi kunitoa mimi. Labda mlete ubani na udi. Hamwezi kunitoa. Huyo ni jini. Lakini mwenye pepo, ukimletea ubani pale unaweza ukala kofi mpaka meno ya kushoto yote akaondoka. Kwa sababu yeye ni pepo. Unakula kofi, kwa sababu yeye, sikiliza, pepo wale kazi yao ni vita, kwa sababu wao ni malaika wa kuzimu. Hawa ndio walikuwa wameambatana na shetani. Siku zile wanapigana malaika Mikaeli, imeandikwa kulikuwa na vita mbinguni. Malaika Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka na malaika zake. Hawakushinda, wakatupa duniani. Wakaja wana ghadhabu nyingi. Ndio maana wakiingia ndani ya mtu kama pepo, yule mtu ashikiki, anapiga watu, anakanyaga watu, anapiga mikuki watu mpaka unakimbia. Lakini chini haji kwa staili hiyo. Yeye akija anataka umheshimu, anataka aongee, ametoka wapi, anataka aseme mimi ni fulani, mimi ni jini fulani, nimetoka sehemu fulani, nimekuja hapa, ninataka hiki, huyu ni kiti wangu. Lazima ujue principle. Usikimbilie tu toka shetani, utamuelewa meno. Ndio maana watu wengi wanawaza hasa kutoa pepo tu, hata mimi naweza. Kuna siku utakufa. Kuna watu kwenye Biblia wanaitwa wanaskewa, waliwahi kupigwa mpaka wakachaniwa nguo, wakatoka uchi kabisa. Na yanawakimbiza uchi, yanawakimbiza kama pepo. Kwa hiyo elewe, sio jini. Majini yanafugika, pepo alifugiki. Hakuna mtu anaweza kumfuga malaika wa kuzimu nyumbani kwake. Malaika wa kuzimu anakaa kuzimu, ila jini ni kiumbe kinafugika. Hata bibi yako anaweza kufuga, ukimkasirisha analituma kazuie biashara. Lenyewe pia namna kama ya roho ya malaika, lakini sio malaika, sio pepo. Lenyewe pia ni namna, ndio maana linaitwa jini. Jini maana yake limetoka ndani ya bahari, ndani ya maji. Ni kiumbe kimetengenezwa, ndio maana linaweza kuoa, linaweza kuoa mtu alikazaa, ndio maana yana ukoo. Kama tunanielewa sema amina. Kama